jamii nyingi ambapo zinapotaka kuanza maisha ya ndoa au taasisi ya kifamilia zinapaswa pia kujua na kuweka programu muhimu ya lishe katika maeneo yao au katika familia zao. Maana yetu ni kwamba kama mtu unaweza ukaolewa, basi ujue kwamba kuna kuzaa. Kama mtu unaweza ukaoa, basi ujue kwamba kuna kupata watoto pia, na wale watoto watakiwa kulindwa pamoja na kuwapa afya njema ya lishe katika familia yako. Kama hautaweza kuwapa chakula cha kutosha au chakula bora ambacho kinahitajika kwenye familia, ni heri usingezaa kabisa, kwa sababu yule mtoto anakuja kuteseka baadaye na kuwa mtu ambaye inawezekana akawa na mchango duni mdogo katika jamii iliyomleta. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kutoa elimu kwenye maeneo yetu, kwa sababu ni kweli, ni jambo lisilopingika kwamba mtu anaweza akapata ujauzito leo, mtoto akajifungua vizuri, Mungu akamsaidia, lakini unyonyeshaji kawa changamoto. Anakuwa kama mtoto pia, yaani kama yuko hotelini tu au yuko honeymoon, baba analala kule, mtoto akilia amelala kule na usiku. Akijisahau yule mama, maana yake ni kwamba yule mtoto anashinda njaa, hataweza kupata mahitaji yake muhimu. Kwa bado tuna changamoto na jamii zetu, hataki kunyonyesha kwa muda ambao umepangwa, umeelekezwa kwa afua zetu za afya, na wengine ni imani tu kwa kina mama kwamba nikinyonyesha matiti yangu yatamu. Sasa hebu wewe jiangalie, mama yako asingekunyonyesha wewe, ungekuwa na hiyo afya ulio nayo? Ungekuwa na hiyo akili ulio nayo? Kwa nini kwa sasa unawakatili watoto wadogo? Mimi nasema wakati mwingine ya mambo ya udumavu ni ya kujitakia sisi wenyewe. Tukiamua kuyamaliza tunayamaliza, ni ya kujitakia. Pamoja na kazi kubwa ambayo umefanya ya kupiga hatua na kupunguza changamoto ya lishe kwenye maeneo yetu, udumavu kwenye maeneo yetu, lakini bado tunazo changamoto. Na mojawapo kwa sasa inabidi tuanze kubadilisha, nadhani tuanze kubadilisha approach. Tunahangaika sawa watoto wale wa shuleni, lakini walishazidi miaka miwili, haina maana tena. Kumbe tunatakiwa mtoto akiwa tumboni aanze kupata chakula chake. Mtoto anapozaliwa ndani ya miaka miwili awe amehudumiwa sawa sawa kumaliza changamoto hiyo. Lakini kwa sasa tuna address chakula. Sema chakula mashuleni. Sawa, kile ni chakula cha ya vijana walioko mashuleni, lakini sio kwa ajili ya kumjenga mtoto aliyekuwa na changamoto ya udumavu. Sio kwa ajili ya kumsaidia mtoto aliyekuwa na changamoto ya udumavu. Kwa hiyo lazima kwa sasa tuanze kubadilisha mawazo yetu. Naona hapa tunapo watendaji wako wa kutosha. Kwenye kampeni zetu za lishe tuanze kukutana na makundi ya wamama wajawazito. Tuwe na program kabisa ya kukutana na makundi ya kina mama wajawazito na wale wengine wanaotegemea kupata watoto. Tukutane nao mapema ili tuwaambie athari za kutofuata lishe bora wakati akiwa mjamzito, na anapojifungua ajue kwamba kama sikufuata huu taratibu, maana yake ni kwamba nitakuja kuleta kiumbe ambacho kina changamoto kwenye jamii. Kwa lazima sisi tubadilishe, ikiwezekana hata kwenye afua zetu sisi ndio tuanze kubadilisha
kwamba afisa lishe umetembelea hospitali ngapi, umekutana na kina mama wajawazito wangapi, kwa sababu wataalamu wanatuambia ni kati ya miaka 0 mpaka 2. Sasa kuna mtoto anapelekwa shuleni na mwaka mmoja 2, hamna. Kwa ndugu zangu, sisi Njombe tunaweza kufanya hili jambo na tukalifanikisha. Wakiwa wajawazito, unamwambia daktari, kliniki yako ya leo nikusanyia kina mama saa 2 itakuwa nimeshafika. Ndani ya dakika 2 tu, akupe dakika hizi tu 5, waambie kuhusu lishe, waambie kuhusu lishe, watembelee pale. Angalia kuna kliniki nyingi wapi, ziwe hospitali za watu binafsi, tuingie kwenye maeneo haya, ziwe za kwetu za serikali, tuingie kwenye maeneo, tuwaambie kina mama, ili tuzuie kabisa uwezekano wa mtoto kuzaliwa akiwa na changamoto ya udumavu kwenye maeneo yetu. Tukifanya hivyo, tutajenga sasa jamii ya baadaye, tunakuwa consistency, tuna uhakika wa kumaliza, tukasaidie pale. Tukisaidia pale, kila mtoto anayezaliwa anakuwa yuko fresh, yuko vizuri. Changamoto hii tuna uhakika wa kuimaliza ndani ya miaka 3-4 tulishafunga. Tukagraduate kabisa kusema Njombe imeisha. Alafu tukaendelea kupambana wengine. Na tukaendelea sasa kusimamia hapo kwenye hiyo approach. Naamini tutafanikiwa sana.